Ya siku hii ya leo ni kama siku ya kumbukumbu ya mashujaa wetu ambao wameshiriki vita mbalimbali katika kulitetea taifa letu. Siku zote tumekuwa tukiadhimisha kwa gwaride na kuwakumbuka wale mashujaa kwa kuweka ngao, mkuki na kadhalika. Lakini kwa mwaka huu tumesema hapana, tuwashirikishe wananchi au tushiriki na wananchi. Tunashiriki katika kuwapa huduma mbalimbali. Kama hivi unavyoona, tunatoa huduma ya matibabu. Wagonjwa wanakuja wanaojisikia si vizuri sana, basi wanapata fursa ya kupimwa, na kama kuna matatizo wanapewa ushauri na namna ya matibabu. Kuna eneo jingine ambalo wanashiriki wanajeshi wetu katika kufanya usafi katika maeneo ambayo tunaona yanafaa yafanyiwe usafi, hasa ya maeneo ambayo ni ya umma, yanayoshirikisha umma kama sokoni, barabarani, kusipokuwa mifereji kadhalika. Katika kushiriki hivi ni kama sasa tunawashirikisha wananchi wote, wanakuwa karibu na wanajeshi wao, na vile vile tunawashirikisha wananchi kwa ujumla katika kuwasaidia wananchi wengine vile vile. Kama tuna swala la damu salama. Damu salama kwa kawaida sisi tunatoa wenyewe, lakini tumetoa fursa vile vile kwa wananchi ambao wako tayari kutoa damu zao kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa ambao damu inahitajika tuwapatie. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba tunashiriki na jamii leo kwa pamoja, badala ya wananchi kuwa watazamaji, lakini na wao washiriki kwa pamoja. Nini mtu wako kuhusu hapo nyuma kulikuwa kuna baadhi ya vitendo vya baadhi ya wanajeshi kutokana na kada waliopo, endapo kinatokea kitu kidogo mtaani unatumia adhabu kali sana kwa watu, labda kuna mtaro kwa au watu wanachapwa. Nini mtu wako kwa watu ambao wanatumia vibaya nyadhifa zao, hasa hii ya ulinzi na usalama? Wajibu wa wanajeshi ni kumlinda mwananchi. Sasa sina uhakika kama mwanajeshi anaweza kaamua tu kumpiga mwananchi bila sababu, lakini vile vile huyu mwanajeshi anayeamua kuchukua mamlaka mkononi mwake hana kibali hicho. Kuna mamlaka zinazohusika, kama kuna mhalifu au amefanya kosa, basi zipo mamlaka zinazohusika ambazo zitamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria ya nchi. Kwa hiyo hakuna mwanajeshi ambaye anaweza akajichukulia mamlaka mikononi mwake kwa sababu tu yeye ni mwanajeshi. Inapotokea hivyo inakuwa ni bahati mbaya sana. Sisi kama jeshi lazima tunachukua hatua kwa watu wanaokiuka taratibu za kijeshi. Kwa hiyo tunawataka tu watu wajaribu kuzingatia zile taratibu. Inawezekana kwa namna moja au nyingine, unajua ghadhabu inapokuja, ghadhabu mara nyingine inavuka busara. Ghadhabu ikishavuka busara, unasema huyo naweza nikamhimili mimi mwenyewe. Kwa hiyo unamshughulikia, lakini unakuwa umevunja sheria. Sasa tunatoa wito wa punguza zile ghadhabu wanapokabiliwa na changamoto za namna hiyo. Na katika siku hii ya mashujaa, vipi kwa wale tunasema kuna watu ambao labda walishiriki vita ya Kagera na mpaka leo wapo, jeshi mnawaenzi vipi na walishastaafu? Tunawaenzi kwa namna mbalimbali. Kwanza tuna huduma za msingi ambazo tunawapatia, ambazo zimeainishwa kisheria, kwamba akiwa ni mpiganaji wa vita, labda amepata ulemavu, kuna viwango vya ulemavu vile vile ambavyo vimeainishwa kisheria, na vile viwango vya ulemavu vina huduma yake. Kwa hiyo kila mtu ambaye amepata ulemavu wa aina fulani wakati wa vita, kuna viwango vyake vya huduma. Sidhani kama ni malalamiko sachi. Mimi naamini kama huwa ni maombi. Sababu viwango hivi vinapotengenezwa, vinatengenezwa kwa wakati fulani.
baada ya miaka fulani vile viwango vinapitwa na wakati, si ndio? Inabidi vipitiwe tena upya. Vinapopitiwa upya vinarekebishwa. Kwa hiyo labda useme vile viwango vimeshapitwa na wakati, sasa labda vinahitaji kufanywa mapitio tena. Swala ya makazi au baada ya kustaafu nako kuna utaratibu wake. Utaratibu wake, mtu anapostaafu anafanywa nini? Huwa anaita rehabilitation centers kwa wale ambao ni walemavu. Sasa rehabilitation centers zetu kama hivyo unavyoona tunavyoweka kambi kama hapa, lakini vile vile makambi yetu yanakuwa kama ni mbadala wa rehabilitation centers. Kama kuna tatizo tunamaccommodate. Tunayo Mgulani kama mlishafika, panaitwa TAU, ni Triple Admin Camp Unit. Tunayo Mkunduchi, ni sehemu hizo kama za rehabilitation centers. Wanakuwa accommodated, wanakuja wanapata matibabu, wanapata ushauri kadhalika. Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba kwanza siku ya leo ni siku ya tarehe 25 mwezi Julai. Ndiyo. Na katika nchi yetu ni kwamba tunaadhimisha siku ya mashujaa hapa nchini. Na kiutaratibu tunakuwa na shughuli ambapo jeshi letu la ulinzi kiongozwa na Amiri Jeshi Mkuu wanakuwa na shughuli ambayo inahusisha uwekaji wa ngao na mikuki katika maeneo maalum. Na hapa Mnazi Mmoja, kama mnavyokuwa mnafahamu, ni sehemu ambayo tunakuwa tunafanyia hizo sherehe, lakini kwa sababu tumehamia Dodoma kuna uwanja tena mwingine pale tumekuwa tunafanyia hizo sherehe. Lakini katika mwaka huu serikali imeamua kwamba yale maadhimisho ambayo tunayafanya ya kuweka mkuki, ngao na shoka tusifanye kwa namna hiyo, na tusifanye kwa namna ya gharama kubwa, bali tufanye kwa namna ambayo itatusaidia kuonyesha tu kwamba tumeadhimisha siku hii ya mashujaa hapa nchini, lakini kwa namna ambayo itaonyesha vile vya wananchi kwamba ni namna gani jeshi letu limekuwa likienzi mashujaa wetu na nchi yetu inaenzi mashujaa wetu. Kwa hiyo katika siku ya leo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa niaba ya serikali imeamua kufanya jambo hili kwa namna tofauti, na kwa hapa Dar es Salaam ambako makao makuu ya jeshi bado yapo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeamua kuja kufanya shughuli hizi hapa eneo la Mnazi Mmoja, ambapo huduma mbalimbali kwa wananchi zimekuwa zinatolewa. Na msingi wake mkubwa ni nini? Kwamba jeshi linafanya kazi mbalimbali kubwa ikiwa ni ya ulinzi, lakini pale ambapo kuna huduma nyingine kwa raia zinatakiwa kutolewa, basi zinatolewa. Sasa katika kufanya hilo na kutambua umuhimu wa jukumu la jeshi pia kutoa huduma kwa mamlaka za kiraia, leo wameamua kuja hapa katika kwa maadhimisho hayo kuona namna gani wanaweza kutoa huduma kwa raia. Sasa katika eneo hili leo kumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo zinaendana na utoaji wa huduma za afya kwa raia, na hapa kuna huduma ambazo zimekuwa zinatolewa katika kutwa nzima ya leo, ikiwepo ni huduma ya kwanza kupima mtu kujua afya yako, kama shinikizo la damu liko katika hali gani, kama ni ya chini au la juu, lakini vile vile kwa kujua mambo ya msingi ya afya yako, kwa mfano kama ni kiasi cha sukari kwenye damu, kama urefu wako ni kiasi gani, uzito wako kiasi gani. Hivi vipimo vya namna hiyo vinasaidia sana kuweza kujua kwamba kama kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya ili afya yako iweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo baada ya kupima hayo mambo ya msingi, kuna hatua nyingine ambapo wananchi wanapata fursa kwenda kupewa ushauri na saa pale ambapo inaonekana kwamba kwa mfano kama shinikizo lako la damu liko juu au liko chini, basi ufanye nini ili uweze kwenda sawa sawa na afya yako. Lakini baada ya pale kuna hatua nyingine tena, kuna fursa ambayo imejitokeza hapa wananchi kucheki hali ya afya yao, kwa maana ya kwamba kama ana hitaji la kupima status yake, kama ni ya uwepo wa virusi vya ukimwi kwenye mwili, hapo kuna fursa. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali ambazo zinatumika katika kuweza kufanya jambo hili, ikiwa ni pamoja na kutoa ushauri na saa kwanza kabla ya kufanya kitendo cha kupima, lakini baadaye kama
mtu akiona kwamba anaweza kwenda kupima, basi anaenda kupima na hatimaye anaweza kupewa matokeo ya upimaji huo. Lakini pia hapa leo kuna huduma za afya ya mama na mtoto. Utaona kwamba kuna hema limeandaliwa ambapo watoto mama na watoto wakiwa wamekuja hapa wanaweza kuhudumiwa, na angalau kuna vile kuna huduma za matibabu ya awali ambayo wagonjwa kama hawa wanaweza kupata, kwa mfano virutubisho mbalimbali ambavyo wenzetu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania wameweza kuvileta hapa kwa ajili ya kuhudumia. Lakini vile kuna huduma ambazo zinatolewa za afya ya kinywa, kwa maana kwamba kama una tatizo la meno unaweza kuja kukaguliwa hapo. Kwanza unapewa elimu, lakini vile unaweza kukaguliwa, na baada ya kukaguliwa unaweza kupewa ushauri sasa nini ukifanyike katika afya yako, katika kuimarisha afya yako ya kinywa na meno. Kwa mfano kama umekuta jino lako limetoboka, basi utaelezwa kwamba bwana mkubwa, wewe jino lako lina hali sio njema, basi labda uende hospitalini, unaweza kupata matibabu. Lakini vile hapa leo kuna huduma ambayo wenzetu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania wameleta ya swala la kupata damu salama. Watu wamehamasishwa na wamejitokeza wengine kuja kupima damu zao, na pale ambapo inaonekana inafaa, basi wanaweza kutoa damu kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa mbalimbali, sio wale katika hospitali za jeshi tu, bali pia hata kwenye hospitali ambazo zitakuwa na mahitaji ya damu inaweza zikatumika hizo damu. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema kwamba leo katika maadhimisho ya siku ya mashujaa hapa nchini, upande wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania wameona ni jambo la heri na jambo jema kuona namna gani wanaweza kutoa huduma kwa wananchi katika maadhimisho haya. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia ya Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.